Malkia Karen kwa siku ya jana kwenye mitandao ya kijamii alitrendi sana na aliteka mitandao ya kijamii kwa kile ambacho kilimtokea. Wengi wakawa wanampa pole, wengine wakawa wanamtagi Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima kwa kile ambacho kilitokea. Alituonyesha makovu, picha, akaandika ujumbe wa kuumia kweli kweli. Amepigwa na baba mtoto wake, anasema amegongezwa ukutani mara 6. Amempiga bila atakuwa na mtu yoyote wa kuweza kumsaidia na vitu vingi ambavyo aliviandika pale. Ni kitendo ambacho kilikuwa ni cha kusikitisha kweli kweli, na ukiangalia pamekuwa na matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, wanawake, baadhi ya wanaume. Kuna vitendo vingi sana vya ukatili wa kijinsia kwenye hizi ndoa ama kwenye familia. Kwa hiyo Malkia Karen alifanya watu wengi sana wakawa wamezungumza mengi tofauti. Mbona nyie mlikuwa mnasifiana juzi kati tu na nini? Mambo ni mengi sana. Wengine wakawa wameenda mbali zaidi kumchukia baba mtoto wake, lakini ukiangalia hata upande wa Shilole alireact kweli kweli. Lakini kile ambacho amekiandika kwa siku ya leo kwenye ukurasa wake wa Instagram inafikirisha, na ndo wasanii sasa unaambiwa maisha walionayo ndo usanii na nini, lakini kwa muda mwingine hii ina faida ina hasara. Leo kwenye ukurasa wake wa Instagram wamesema ni wengi sana wanapitia changamoto za kuonewa na kupigwa kwenye mahusiano, ila bado wanachagua kubaki kwa sababu mbalimbali kiwemo aibu, fedhea ama watoto. Kupitia jana nimeona ni kwa jinsi gani dunia sasa inakemea uonevu kwa wanawake hususan kwenye ndoa. Akatuambia kwamba movie yake hiyo imetoka, hiyo short film amekusogezea YouTube. Sasa yeye lengo lake amesema ametengeneza hii kwa ajili ya kukemea vitendo viovu vya kupigwa na nini. Wengi wanapigwa lakini wanabaki kwa ajili ya watoto na vitu vingine tofauti. Ni sawa. Lakini kile ambacho amekifanya kina pande mbili, faida na hasara. Na hasara inakuwa kubwa zaidi. Faida pia inakuwa kubwa kwa namna, kwa mfano kama leo kuna watu wametaka kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho amekifanya. Kweli amefanikiwa kile ambacho amekifanya jana. Media tofauti tumemposti, lakini kumbe moja kwa moja tumeingia kwenye kitu ambacho hatujakijua. Lakini ni wajibu wetu kama media kuhakikisha tunapaza sauti pale mtu anaponyanyaswa, anapoonewa na vitu vingine tofauti. Kwa hiyo kwa Malkia Karen kilichotokea ilikuwa ni sahihi kwa media kuonyesha kile alichotendewa si kitu kizuri na vitu kama hivyo, na jambo likaenda mbali zaidi. Lakini sasa kwake pia yeye amefanikiwa, watu wameweza kujua kwamba kuna kitu kinakuja na nini. Lakini sasa hasara ni kwamba kwenye maisha haya kuna wewe mwenyewe ambaye sio Malkia Karen, kuna huyo Karen mwenyewe ambaye sio Malkia Karen. Malkia Karen ndo msanii. Inaweza ikakupata changamoto alafu watu wakajua ni yale ambayo umeshawahi kutuaktia kwamba umepigwa, umesukumwa ukutani, kwa sababu picha pia zilikopo zinaonyesha ni mtu kama ni mabao, amechezea mabao ya maana kweli kweli. Kwa hiyo itafika sehemu watu watashindwa kukuamini kwenye baadhi ya vitu. Najua kuna wasanii mpaka walishawahi kujiua na nini, kwamba amekufa na mtu hajafa, lakini sasa impact yake ni nini baada ya hapo? Kweli pale stories zimeenda kama jana Malkia Karen na nini, lakini baada ya hapo umeleta short film hii hapa. Inawezekana labda numbers ambazo umepata sio zile ambalo ulitegemea ungezipata baada ya kufanya kitendo kama hichi. Kwa hiyo unabaki sasa kwenye ile sehemu kwamba watu wataanza kukuchukulia poa kwenye baadhi ya vitu. Unaweza kuwa serious kwenye jambo fulani alafu watu wakachukulia muigizaji tu huyo, anadanganya, anatengeneza kiki. Na ndio maana mpaka leo kuna watu hawaaminiki hata wakisema amechukua kitu cha gharama fulani, anaonekana tabia zake. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kitabaki kwenye taswira pia Malkia Karen. Na Malkia Karen ukiangalia kuna baadhi ya kiki ni mbaya. Kwa mfano kiki labda mtu anasema amepoteza maisha na hajapoteza maisha, ni mbaya sana. Lakini pia kiki nyingine ni zile ambazo zinakuja kwako wewe, labda let's say kukudhuru kimwili na nini. Ni vitu ambavyo huwa vinakuwa vina disappoint sana sasa mashabiki. Kumbe mimi nimegundua kitu fulani, hata zi wengine kumbe jana nimeshiriki kwenye kitu fulani cha namna fulani. Kwa hiyo leo story ni hiyo, lakini pia inazungumzwa kwa namna tofauti. Ndo wasanii, na kweli ndo wasanii, maisha yao kila kitu ni usanii, lakini kuna namna unapunguza. Ni kweli umefanikiwa kupata hiyo attention ya movie yako na nini, lakini pia kuna upande mwingine. Kwa hiyo ni double. Naona kile ambacho umekiandika unajitahidi sana pia kuelezea kwamba wewe ulitaka kuona side nyingine. Ungeweza kutengeneza mazingira mengine tofauti. Kuna watu wanasema huwa tunakosoa, hatusemi solution. Ungeweza kutumia hata kwamba wewe na Bwana Abdurazaki ambaye umetokea naye kwenye filamu hata ni wapenzi tu na nini, kuonekana mazingira fulani, mwisho wa siku likaja jambo hii ya kudhurika
alafu mwisho wa siku ni film, lakini pia uko kudhurika kwako sasa hatujapaona huko kwenye hii film pia nilitamani kile ambacho zile picha ambazo ulitupostia tungeziona huko, labda kuna nini na nini. Sijajua ile ulijichoraje ama ni tukio gani lishakutokea nyuma, vitu kama hivyo, na uliposti ukafuta mara moja. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kweli umefanikiwa, ila pia kuna kitu umekipunguza kwa baadhi ya watu. Mimi sijamzoea Malkia Karen na namna hii. So big shout out kwa wote wale ambao tulikemea vitono viovu kwa watoto wa kike na nini, lakini pia tuchukulie hii ndio sanaa. Tusinanilii sana, tuchukulie hii ndio sanaa, na kuna muda atakuwa serious, basi pale ambapo inatokea jambo tuhakikishe tunawasaidia, tusiwachukulie ndio hivyo hivyo. Mimi nimeona hivyo. Maoni yako ni yapi? Aweke kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.